Msomaji wa Kiswahili, itakuwa ni vizuri ikiwa utaweza kutusomea. Kitabu cha Kutoka 25 ule ni mstari wa 8. Maandiko yanasema vipi? Nasema, naam, nao wanifanyie patakatifu, naam, ili nipate kukaa kati yao. Aha, mstari wa 9. Sawasawa na haya yote nitakayo nikuonyesha mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake, ndivyo mtakavyofanya. Kwa hiyo asante. Kwa sasa tumepitia kipengele hicho sio mara moja katika majifunzo yetu. Kwa hiyo tunafahamu ya kwamba tunapozungumzia maskani kwa kifupi ilikuwa ni mfano wa hema la kweli au hema harisi, sio? Kwa hiyo katika majifunzo yetu kila kifaa ambacho kiko pale ni mfano tu au ni fumbo dogo kuhusu kitu kikubwa harisi ambacho kinahusu mpango wa wokovu. Ni kweli, si kweli? Kwa hiyo hayo tumejifunza na hatuna budi kurejea au hatuna sababu inayofaa turejee katika kipengele hicho. Sasa tunapoangalia maandiko, sitaweza kuingia katika kutafuta kila kipengele cha kuonyesha mpangilio huu wa hekalu. Tutakuwa tunatumia baadhi ya vitu nikichukua kana kwamba yatakuwa ni ufahamu ulio wa kawaida, lakini sitakuwa natafuta kupeana kila kipengele na maandishi au maandiko yanayohusu vipengele hivyo. Kambi la Israeli, tunapozungumzia makao ya wana wa Israeli walipokuwa jangwani, na yes, screen tayari iko sawa. Walipokuwa jangwani, makambi yao au sehemu yao waliokuwa naishi inaitwa ni ukumbi wa wana wa Israeli. Wakati kwa mfano walipokuwa wameenda katika kushuhudia sikukuu na sherehe za Waamori, halafu kijana mmoja akaenda akachukua mwanamke wa Waamori akamleta katika makambi ya Israeli, wakawa wanafanya unajisi pale, ndiposa yule kijana akachukua upanga akafanya kitu gani? Akamuua. Sehemu ile waliokuwa wanaishi inaitwa namna gani? Sehemu hiyo waliokuwa wanaishi inaitwa namna gani? Ni the camp of Israel. So the camp of Israel kwa Kiswahili ni ukumbi ama ni kambi ya Israeli? Kambi ya Israeli. Sasa sawa, kama hiyo ndio kambi ya Israeli, basi the reason why inaitwa kambi ya Israeli ni kwa sababu hema takatifu lilikuwa katikati yao na hema zingine zikawa zimesimikwa, kama ni Kiswahili kusimika, ni kweli? Yeah. Okay, sawa. Zikawa zimesimikwa zikizunguka hema lile la katikati. Kwa hiyo hapa kipengele ambacho ningelipenda tuweze kuanzia katika majifunzo yetu ni kuangalia ni kwa nini. Sasa sina muda wa kuingia kwanza kuangalia vipengele hivi kwamba kambi ilikuwa limepangwa hivi mafungu haya, hiyo sasa sitataka kuingia huko. Hiyo ni somo tofauti. Ni somo hilo lakini sinaona kama sitakuwa na muda wa kuweza kuingia katika kipengele hicho. Kwa nini makambi ya Israeli yalikuwa yamepangwa katika muktadha huo? Na unaporudi kitabu kile ambacho tumekisoma, kitabu cha Kutoka 25 ule mstari wa 8, kusudi la Mungu la kuweza kuwaomba kuwaomba wamtengenezee patakatifu ni kwa sababu alitamani kukaa pamoja na wao. Kwa hiyo anaposema ya kwamba anatamani akae pamoja na wao, kwa maana nyingine inamaanisha ya kwamba alikuwa anakaa pamoja na wao kabla ya hapo, au hakuwa anakaa pamoja na wao kabla ya hapo? Hakuwa anakaa pamoja, ila tunajua ya kwamba alikuwa anakaa na wao, kwa maana yeye ndiye ambaye amewatoa wapi? Misri, kuelekea wapi? Lakini katika mfano huu wa maigizo anapotumia lugha wanitengenezea patakatifu ndiposa nipate kukaa katikati yao, kwa njia nyingine katika somo inamaanisha ya kwamba kuna kitu ambacho kimekuwepo katika uhalisia ya kwamba
katika ukumbi wa wanadamu ama katika ukumbi wa Israeli, Mungu hajakuwa akikaa hapo. Mpaka hapo tumeelewana? Kwa hiyo ndio ambayo inawakilishwa katika picha hii tunaoitazama, ya kwamba ndiposa Mungu, kwa mfano, ukiweka kambi ya Israeli ikizungukwa jinsi ambavyo itakuwa imezunguka hivi, tunaangalia jinsi ambavyo itakuwa imezunguka hivi, ukiwa umeiweka hivi, alafu uondoe hema, utapata tu ni ukumbi au ni makambi ya wanadamu, ila Mungu hayupo pamoja nao. Ni kipengele gani ambacho kilitokea katika dunia hii au sayari hii ndiposa uwepo wa Mungu au makazi ya Mungu yasiwe pamoja na wanadamu? Ni kitu gani ambacho kilitokea? Kwa maana hiyo ndiyo mafumbo ambayo yapo nyuma ya somo. Nini ambayo imetokea ndiposa Mungu akue hayupo pamoja na wanadamu? Tumeelewana vizuri swali naloliuliza? Unapoangalia kitabu cha Isaya 59 ule mstari wa kwanza hadi mstari wa pili, naomba mtu msomaji anisomee kwa upesi. Kitabu cha Isaya 59 mstari wa kwanza mstari wa pili. Kwa Kiingereza kwa kifupi anasema ya kwamba truly the Lord's hand has not become short, so that he is unable to give salvation, and his ear is not shut from heaven. Kwamba kwa kweli mkono wa Bwana sio kitu gani? Sio mfupi kwamba asiweze kuokoa, na wala masikio yake hayajafungwa ndiposa asiweze kusikia. Mstari wa pili anasema ya kwamba lakini your sins have come between you and your God. Dhambi zenu zimekuja kati yenu na nani? Na Mungu. Kwa hivyo unapopata ya kwamba binadamu anawakilishwa kuwa katika nafasi na hali ambayo ni ya dhambi, ni hali ambayo Mungu hayupo katika makao yake, au kwa njia nyingine unaweza sema ya kwamba Mungu hayupo katika hema. Tunaelewana vizuri? Na ndio maana unapoangalia ule mfano, wakati ambapo Mungu alikuwa anataka kuwafunza kipengele cha kwamba hayupo pamoja na wao, kile ambacho Bwana alikuwa anafanya ni kwamba utukufu au takatifu ule ambao ulikuwa ni kiashirio au ishara ya uwepo wake ulikuwa unaondoka kutoka kwenye nini? Kwenye ukumbi. Tunaelewana vizuri? Na wakati ambapo rehema za Bwana na favor zake zimerejea, utakatifu ule unahakikisha kwamba unarudi kama lile wingu la Shekinah glory. Tunaelewana vizuri? Kwa hivyo ikawa ni kielelezo cha kuwafunza Mungu yupo pamoja nasi au Mungu hayupo pamoja nasi. Kwa hivyo dhambi ikiingia katika ukumbi wa Israeli, Shekinah glory, utukufu ule unafanya kitu gani? Unaondoka. Wakifanya marekebisho, then utukufu ule unafanya kitu gani? Unarudi, kumaanisha Mungu amerudi katika makazi yake. Kwa hiyo katika kitabu cha Isaya tunapata kipengele ya kwamba kati ya Mungu na mwanadamu, kukawa na kipengele ambacho kinawatenganisha. Na kipengele hicho kinachotenganisha Mungu na wanadamu ni kitu gani? Kinachoitwa dhambi. Si ni kweli? Kwa hiyo inakaa kwenye urahisi ya kwamba basi kitu ambacho hii sijui kama ni kuishi naisha ama ni nini. Kipengele ambacho kinaweza kuwa cha wazi hapa ni kwamba kinachosuluhishwa basi katika hema hili ni kitu gani? Ni dhambi, sawa? Ila usipokuwa na uelewa zaidi na uelewa mpana kuhusu pambano kuu, utakuwa na mawazo ambayo ni finyu kuhusu tatizo la dhambi. Tunaona vizuri? Kwa sababu gani naposema hivyo? Ni kweli jinsi ambavyo maandiko yanavyotuambia ya kwamba Mungu ametenganishwa kutoka kwa wanadamu na dhambi. Sawa sawa? Ila kuna kipengele ambacho kwenye sentensi hiyo hatukipati kwa wazi. Nani ambaye amejitenga na mwenzake? Ni Mungu ndiye ambaye amejitenga na wanadamu au wanadamu ndio ambao wamejitenga na Mungu? Tuelewana vizuri? Sasa unapoenda mbele kwenye kitabu cha Methali. Kitabu cha Methali hiyo ni 26 mstari wa 28. Anasema nikinukuu Biblia ya Kiingereza ya kwamba a lying tongue hateth those that are afflicted by it. Kwamba ndimi danganyifu huwa inachukia wale ambao wanaumizwa na ulimi huo. Kwa hiyo wakati ambapo mtu anazungumza uongo,
uongo huo unadhihirisha akona kitu gani? Ana chuki, na chuki hii inamlenga yule anayemzungumzia uongo dhidi yake. Sijui kama nitakuwa nimejieleza katika lugha nzuri. A lying tongue hated those that are afflicted by it. Kama nampenda ndugu Aaron, nikizungumza uongo kumuhusu Aaron, then ni udhihirisho ya kwamba simpendi bali namchukia. Tunaelewana vizuri? Kwa maana nyingine, ulimi unapozungumza uongo ni udhihirisho wa chuki ulio ndani ya moyo wangu kuhusu ndugu yangu nayezungumza uongo kuhusu maisha yake na tabia yake. Tunaelewana? Tunaelewana vizuri? Kwa hivyo maandiko yanapotuambia kwamba shetani alikuwa muuaji tangu mwanzo, kuna kipengele ambacho kinaunganishwa pale kwamba pia alikuwa ni mdanganyifu na baba wa nini? Wa uongo. Kwa maana nyingine, ikiwa shetani tushajua katika muktadha wa somo ambao tumekuwa na darasani hapa, katika tabia ya Mungu na pia katika mambo ya hekalu, uongo ambao shetani amekuwa akiuzungumza ni kuhusu nani? Kuhusu Mungu, sawa? Kwa hiyo ikiwa kitabu cha Methali kinatupatia kipengele cha msingi hapa ni hiki, kwamba alipokuwa anazungumza udanganyifu kuhusu Mungu, alikuwa anamchukia nani? Alikuwa anamchukia nani? Alikuwa anamchukia Mungu. Kwa hiyo kama unamchukia ndugu yako, katika somo la asubuhi tukapata ya kwamba basi wewe ndani yako, kileo ndani yako ni kitu gani? Ni uwaji, ni mauaji, sio? Kitabu cha Methali 6 mstari wa 9 anasema a false witness, anayezungumza uongo, sawa? Mshahidi wa uongo au anayezungumza uongo, that speaketh a lie. Kwa hivyo mtu anayezungumza uongo au mtu ambaye anatumia ndimi kuzungumza uongo, anachokizungumza ni uongo, si ni kweli? Matokeo yake ni kwamba he that soweth discord among brethren. Kiswahili nasemaje? Anayezungumza uongo anamaanisha katika uongo ule anamchukia anayemzungumzia. Anayemzungumza naweza kuwa namzungumzia Aaron, ila nazungumza kuhusu Mzengoi. Kwa hivyo napozungumza uongo kuhusu Mzengoi kwa Aaron, ni udhihirisho ya kwamba ninamchukia nani? Mzengoi. Tuelewana vizuri? At the same time inadhihirisha pia ya kwamba namchukia Aaron. Sijui kama tunaelewana vizuri. Kwa maana ikiwa nazungumza kilicho uongo kuhusu huyu mzee, basi huo uongo na maanisha namchukia nani? Mzee. Lakini at the same time uongo huo unaozungumza unaonyesha kwamba namchukia nani pia? Ndio maana muambie uongo. Kwa maana kama ungekuwa unampenda haungemwambia nini? Kwa mfano, wewe unajua njia ya kwenda Songea iko huku. Ni huku ama ni huku? Njia ya kwenda Songea ni huku. Alafu namwambia hapana Aaron, njia ya Songea haiko huku, iko huku. Na yeye alikuwa anataka kwenda Songea. Kwa hivyo kama atageuka aanze kwenda huku, umempotezea muda, hujampotezea muda, umempotezea wakati hata na rasilimali, sio? Kwa hivyo katika yale ambayo atakuwa anayapitia ni udhihirisho ulikuwa unamchukia, sio? Kwa hiyo shetani ana chuki dhidi ya nani? Na nani? Mwanadamu pekee? Na malimwengu, viumbe wote. Kwa hivyo ndio maana shetani hamna ambaye ni rafiki yako. Wewe ni rafiki wakati ambapo anakuita, anakutega umfanyie kazi yake. Lakini baada ya hapo ana nini? Ana urafiki. Sasa kitabu cha Methali mlipata nasema namna gani? Methali 6:19. Amkupata? Nasema. 6:19. Nasema. Shahidi wa uongo asemaye uongo. Naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Kwa hiyo mtu ambaye anafanya hapo, kirudi juu, Mungu anazungumzia vitu anavyovichukia 6 na 7. Sawa? Anasema anachukia mtu ambaye ni shahidi anayezungumza nini? Kwa hivyo mtu anapokuwa amezungumza uongo, mwishowe uongo ule ni mbegu. Sawa? Ni mbegu, si ndio? Hiyo mbegu inazaa nini? Amesema nini hapo? Discord. Ndio fitina. Fitina sio? Ndio. Okay. Kwa hivyo mahali ambapo kuna fitina, kulingana na kitabu cha Ufunuo
12 kuanzia mstari ule wa 7 hadi 9, mahali popote kuna fitina, hiyo ni kitu gani kiko hapo? Ni pambano, sio? Ni mgogoro. Sio kama nimefunza hapa ama nimefunza wapi? Kuhusu neno polemos. Nimefunza wapi hiyo kitu? Sio hapa. Lakini mwalimu Cyprian sana amefunza darasani kwamba ukienda pale, vita vilivyokuwa mbinguni kati ya shetani na Kristo vilikuwa ni vita vya polemos. Ni vita vya nini? Vya maneno ya kweli na nini? Ya uongo. Kwa hivyo vita tunavyovizungumzia hapa ndo mgogoro wa maneno ambao unaletwa na nini? Na uongo, sawa? Kwa hivyo lengo la uongo ni kuleta kitu kinachoitwa fitina kati ya nani? Kati ya ndugu au kati ya wale ambao ni marafiki, watu ambao hawana nini? Hawana ubaya katikati yao. Ndio maana mtu anatumia uongo ndiposa afanye kitu gani? Awatenganishe. Tunaelewana? Ndio maana katika hata wewe ukikuwa mkweli, ukiangalia wakati wowote ambapo jambo limesemekana ambalo si kweli kuhusu mtu fulani au kuhusu ujumbe fulani, lengo ni kuweka chuki ndani ya moyo wa anayesikia kuhusu anayefunza au somo linalozungumziwa. Si ndio? Ndio lengo la udanganyifu, ni kutia mafarakano. Sawa? Tumeelewana vizuri? Ni kutia nini? Mafarakano. Sawa? Kama hapo tumeelewa, tuende mbele. Yaani kipengele ambacho natafuta kwenye somo la leo nimeipatia jina ya kwamba msingi harisi wa kuanza kuelewa au kifunguo cha kutumia katika majifunzo ya hekalu. Sawa? Unapojifunza hekalu kuna vipengele vya msingi ambavyo nafaa uwe navyo katika mawazo na akili unapoingia kujifunza, ndiposa usijifunze kitu ambacho Mungu hakukusudia ujifunze, bali ujifunze kile ambacho Mungu alikusudia ujifunze. Kwa hivyo kipengele cha kwanza ni kuelewa pambano, context ya dhambi ni nini. Context ya dhambi tumeshajua kutoka mbinguni ya kwamba context ya dhambi haikuwa kuhusu horodha fulani ya kitu gani? Ya maadili. Fanya hivi, usifanye hivi. Ilianzia katika uongo na udanganyifu na chuki ambao shetani alikuwa nao ndani ya moyo wake, ambao ilipanda mbegu ya nini? Ya fitina. Sawa? Fitina hivyo vinazaa mafarakano. Kwa hivyo ndio context ya pambano. Sawa sawa? Naomba tuangalie kipengele kingine ambacho ni cha muhimu. Kwa hiyo fitina mwishowe uleta kinachoitwa nini? Utengano. Sawa sawa? Na utengano huo kwa sababu ya uongo. Kwa mfano mwingine huwa anasema, before tuende hapo, tuende kitabu cha Methali 16. Methali 16 ule mstari wa 28. By the way, leo sijapata muda wa kwenda kwenye mtandao kufanya kazi ya kutafsiri. Kwa hiyo maandiko yapo katika kazi yake harisi. Yaani nilivyokuwa naandaa kwa Kiingereza hapo hivyo hivyo. Kwa hivyo itakuwa kama mtaka tujisaidie na muhimu nisaidie, nukuu ikiingia hapo kimbia mbio mbio ifungue mnisomee. Sawa? Otherwise tutaisoma kwa Kiingereza. Kwa hivyo kitabu cha Methali 16:28 nasemaje? Naam. Mtu mshupavu anafanya nini? Huondokesha vitina. Na mchongezi. Kwa hivyo uchongezi, mwishowe lengo la uchongezi ni nini? Kwa hivyo kuna watu ambao wamespecialize kwenye kazi yao ni kuchonga nini? Maneno, sio? Lengo la mwisho ni kutenganisha nini? Kutenganisha marafiki. Okay. Sasa swali. Wewe unafikiria ndiposa dhambi iwepo? Kwa maana tumeshajua ya kwamba ndiposa binadamu awe ametengwa na Mungu. Ndiposa binadamu awe ametengwa na Mungu, dhambi iliingia, sio? Unaelewana vizuri? Nini iliingia? Kwa kifupi, theolojia yote ya watu huwa inalenga dhambi, sawa? Ila kuna msingi wa dhambi ambao hatuuzungumzii. Kwa hivyo ni mtu ambaye anakata tawi la mti lakini shina na mizizi imefanya tu gani? Ipo imara. Kwa hivyo ndiposa uelewe dhambi inavyotenganisha binadamu, lazima uelewe jinsi ambavyo uongo na udanganyifu unavyotenganisha kitu gani? Marafiki. Tunaelewana vizuri? Kwa kifupi,
dhambi haiwezi itwa dhambi hadi wakati ambapo uongo upo. Hello? Sasa naomba tusome nukuu hii. Hii inatoka kwenye kitabu kinachoitwa Child Guidance. And by the way, nikakuwa nikielezwa na mke wangu ya kwamba ninapotoa nukuu hizi naweza changanyisha watu, kwa sababu watu wanaweza enda wakaanza kutafuta nukuu na page ambao ziko hapo wakazikosa. Kwa sababu nikipeana hapo watu wanafikiria ni ya Kiswahili. Kwa hiyo mtu anaweza enda akitafuta kwenye Kiswahili fanya nini? Asiipate. Kwa hiyo naomba nifafanue. Yaani mimi kwenye usomaji wangu hata sijui kama kuna vitabu vya Kiswahili. Sawa? Kwa hivyo nukuu yoyote hata kama imetafsiriwa kwenye ubao hapo, page yake ya Kiingereza. Sawa? Kwa hivyo isileta mchanganyo. Kwa hiyo tumemaliza. Sasa tusome hapa. Sin Nisaidie. Sin has separated them from God. Dhambi imewatenganisha watu au watoto wa Mungu kutoka kwa nani? Umeiona hapo? Okay, twende mbele. Jesus gave his life that he might unite the broken links to God. Kwa hiyo Mungu Kristo alijitoa ndiposa alete muunganiko uliofanya kitu gani? Uliovunjika kutoka kwa Mungu. Yaani Kristo amejitoa ndiposa alete muunganiko kati ya wanadamu na Mungu uliofanya kitu gani? Uliovunjika. Kwa hiyo ni kweli kwamba katika mafundisho ya hekalu kuna kipengele ambacho kinaonekana pale. Na kipengele ambacho kinaonekana ni kwamba Mungu ametengwa na nini? Na jamaa ya watoto wake. Ndio maana unapata hapa ya kwamba wamepangwa ile mpango huu, Mungu yupo katikati. Kwa hivyo kati ya Dan na Mungu kuna nini? Kuna Yesu. Hello? Amesema Yesu amemtoa wapi? Amemtoa Yesu wapi? Kwenye nukuu tulioisoma hapa nyuma ni kwamba Kristo amejitoa, ametoa maisha yake awe kama njia ya kupatanisha, arejeshe zile link, miunganiko iliyokuwa imevunjwa kati ya Mungu na nani? Na mwanadamu. Sawa? Kwa hiyo unapoenda kwenye hema unagundua ya kwamba mpangilio huu ulivyopangwa, lengo ni kufunza wanadamu wanaojifunza kwenye kitabu cha hekalu na Waisraeli wanaofanya kitendo kile kwenye maigizo, ya kwamba kuna kitu ambacho kiliingia kati ya Mungu na nini? Na wanadamu. Na kitu hicho kinahitaji nini? Kinahitaji nini? Upatanisho. Mnaona hapa? Na upatanisho, Lawi unapomuona hapa anasimamia kazi ya nini? Ya ukuhani, sio? Kwa hiyo kuhani hapa anachukua ni mfano na kielelezo tutakavyoangalia mbele ya kazi ya upatanisho ya nani? Ya Kristo. Sasa point ya msingi ni gani? Ndiposa basi unapokuja kwenye hema hapa kujifunza, kama hautaelewa ni tatizo gani lililotokea katika pambano, then utakuwa na theolojia ambayo either sio kamilifu au either imepotoshwa. Kwa sababu gani? Ikiwa kwenye pambano tumeshajua ya kwamba uongo ndio ambao umetumika, sawa? Na uongo huo ni kuhusu nani? Ni kuhusu nani? Okay, nani ambaye basi uongo huu unabadilisha? Mwanadamu. Ni mwanadamu. Kwa hivyo ni nani aliyejitenga kutoka kwa Mungu? Kwa hivyo Mlawi anapokaa pale, nani anayefaa kumpatanisha na mwenzake? Anapatanisha sehemu mbili ama ni sehemu moja inayopatanishwa? Ni sehemu moja. Haya, tunaomba sasa turudi hapa. Ikiwa utakuwa na wazo tofauti ya kwamba Mungu alipokuwa amekosewa na yeye pia hivyo hivyo alikuwa amechukia, then ukiingia hapa utasema ni nani anayepatanishwa? Mungu na nini? Na mwanadamu. Sasa ukishafika kwamba Mungu anapatanishwa na pia binadamu anapatanishwa, moja kwa moja umeshaingisha somo la upagani. Mahali ambapo Mungu anahitaji nini? Kafara, ndiposa avutwe kwa nani? Kwa hivyo sasa ndiposa baada ya hapo
mfumo wowote ambao utakuwa unafanyika kwenye hekalu wa kafara zile, kwa mfano ukikuja hapa, ibada yote ambayo itakuwa inafanyika hapa itakuwa na vitu viwili katika mafunzo ya hiyo injili bandia. Itakuwa inapatanisha mwanadamu, at the same time inampatanisha nani? Mungu. Ndiposa kafara ya Kristo inaanza kutafsiriwa ya kwamba ilibidi Mungu apige Kristo ndiposa sisi atuache nini? Huru. Umeelewa? Kwa hivyo ndiposa mtu akuje kuwa na injili tofauti hapa, kinachomfanya awe na hiyo injili tofauti hapa ni kukosa kuelewa muktadha wa tatizo. Tumeelewana? Sasa naomba nirudie hapo nikiuliza swali tu. Wangapi basi ambao mpaka hapo unaona umuhimu na uzito wa kuanza kujifunza pambano kuu ilikuwa inahusu kitu gani? Kwa maana usipoelewa hapo, then suluhisho ya pambano kuu utakuwa umeielewa. Hamna. Kwa hivyo sasa kwenye somo la hekalu kwa Mwadventista ni mbaraka kuliko watu wengine wa mataifa, kwa maana hawailijui. Ni mbaraka kwa sababu nawasaidia kujua ni nini ambacho Mungu anachokifanya kwenye mpango wa nini? Wa ukombozi. Ndio maana Nabii Ellen White anasema ya kwamba huu ndio wakati ambapo watu wa Mungu wanafaa wawe katika hali ya hekima, kujifunza hekalu au hema takatifu, wajue mpango wa nini? Wa wokovu. Sasa ukijifunza hekalu tofauti, kilichokuwa kinafaa kiwe mbaraka kinakuwa ni laana, kwa maana kitasimamisha kitu gani? Simamisha mambo mengine ambayo ni ya kipagani. Naomba tuende kwenye kipengele kingine. Kwa hivyo hapa kile ambacho tumegundua ni kwamba dhambi ndiposa iingie katika ulimwengu, whether ni mbinguni au duniani, msingi wake ilikuwa ni nini? Ni udanganyifu kuhusu nani? Tabia ya nani? Naomba Aaron, naomba nisomee nukuu hiyo. Adam believed the falsehood of Satan. Kwamba Adamu aliamini udanganyifu wa nani? Wa Shetani. Na kwa kupitia kuelekeza vibaya tabia ya Mungu, kwa hiyo maisha ya Adamu yakabadilishwa na yakakuwa na dosari. Kwa hiyo maisha ya mtu ni tabia ya mtu, sio? Kwa hivyo ndiposa maisha ya mtu yabadilike kutoka kwenye maisha ya umilele kuja kwenye maisha ya kufa, kutoka kwenye tabia takatifu kuja tabia ya dhambi. Ni nini ambacho kilitendeka kabla ya hapo? Kuamini kitu gani? Uongo. Hello? Kwa hiyo ndiposa binadamu awe anakimbia kutoka kwa Mungu. Kinachomkimbiza binadamu kutoka kwa Mungu ni kitu gani? Sawa? Ni udanganyifu. Si ndio? Okay. Na udanganyifu kuhusu nani? Tabia ya nani? Tabia ya Mungu. Sasa ndio maana huwa tunasema hivi, mahali popote udanganyifu umeaminika, basi matokeo ni vitu viwili. Inavunja uaminifu na baada ya hapo inazaa hofu na ubinafsi. Hello? Yes. Kwa mfano, ikiwa Lemayan ameoa, sawa? Na kuna yule Moran, mnamuita Sibeno, mnamuita nani gani? Sibeno, yule ambaye ni warika. Okay. Saizi akupigie simu akuambie mke wako anaitwa namna gani? Esther. Oh. Sawa. Sawa, akupigie simu akuambie, "Hey, Njore, nimemuona Esther akiingia kule kwenye kichaka na Ledama." Alafu ukaamini aliyokuambia kwa maana ni rafiki wako wa karibu. Hello? Hapo ni nini ambacho kitafanyika kwenye ubongo wa Lemayana akiwa amekaa hapa? Moja kwa moja kama aliamini habari ya rafiki yake, ejimate wake, kinachofanyika kwenye akili yake ni kwamba kinazaa moja kwa moja uaminifu unavunjika au kutomwamini mke wake. Sawa? Whether ni kweli ameonekana au hajaonekana, bora ameamini kauli aliyoiletewa, inavunja uaminifu aliokuwa ameweka ndani ya moyo dhidi ya mke wake.
Na hapo hapo inaanza kuzaa hofu na nini? Na ubinafsi. Ndio maana baada ya hapo unaweza kuuliza, baada ya yote niliyokuwa namfanyia, ni nini ambaye ameona kwangu haipo kwa yule? Haya maswali ni ya nini sasa? Ni ya ubinafsi. Kwa maana ulikuwa unafanya hayo yote kwa sababu ya nini? Ya upendo. Uko sure? Kama unasema ya kwamba baada ya yote nimemfanyia, ameona nini kwangu haipo? Sasa umegundua yale yote uliyokuwa unayafanya anageuka ya kukua ya kwamba yalikuwa ni ya ubinafsi namfanyia, ndiposa ashikamane na wewe asiende kwa mwingine. Si ndio? Haya, saa hizi akitoka hapa kesho, akiingia kwenye ile nyumba yake ndogo ya nyasi, akienda kuingia hivi, alafu mke wake akuje kumkaribia, utamkubali akukaribie? Kwa nini unataka akukaribie? Ashavunja uaminifu kwenye akili yako. So mbona utaki akukaribie? Kuna hofu imeingia ya kutaka kujirinda, si ndio? Wewe umekuwa kitangatanga kuna mara yako, usiniletee ugonjwa hapa. Kwa hivyo nini imeingia hapo? Hofu. Hofu kishaingia, kipengele cha mwisho kitakachokuwa kinaonekana ni kupambana kujinasua, kuokoa nafsi yako. Si ndio hiyo? Ndio maana napata Adam na Hawa, Mungu anapoingia kwenye shamba, hofu kishaingia moja kwa moja, kila mmoja yupo katika harakati ya kuokoa nafsi. Ndio msingi wa Charles Darwin. Kwa hivyo Charles Darwin anaposema ya kwamba katika mazingira kiumbe mwenye uwezo ndiye anayeishi, anasema kweli. Anasema kweli, si kweli? Kweli. Ila ukweli huo hana maandiko yamsaidia kutafsiri ya kwamba katika asilia ya Mungu kuna mbegu ambayo imeingia ambayo haikuwa wapi mwanzo, ambao ni nini? Ambao ni uongo, ambao binafsi umeingia kupitia uongo ambao Adamu aliweza kuumeza. Cha msingi ni gani? Uongo wakati wowote umeaminika unavunja kitu gani? Uaminifu. Kwa hivyo sasa mtihani kwenye hekalu ni kurejesha kitu gani? Uaminifu. Sasa kuna tofauti gani kati ya uaminifu na imani? Kuna tofauti gani? Kuna tofauti gani kati ya uaminifu na imani? Yote sawa. Kwa maana unaposema hivi kwamba mimi sikuamini, sina imani kwako tena, hiyo neno kuamini the same na faith ama si the same na faith? The same word. Sawa? Kwa hivyo unaposema ya kwamba mimi niko na imani kwa Mungu, yani ni kumaanisha unamtrust nani? Mungu. Kwa hivyo mtu anaposema kwamba huyu mtu hana imani kwa Mungu, ni kwa maana hana faith kwa nani? Kwa Mungu. Sasa mchakato wa hema takatifu ni kurejesha uaminifu kwa nani? Kwa Mungu, kwa mwanadamu. Kwa nani? Kwa hivyo Kristo anapokuja hapa duniani, anapokuja kujenga imani, anakuja ajenge imani imsaidie Mungu, imsaidie binadamu. Kwa hivyo mpango wa wokovu haileti chochote kwa Mungu, bali Mungu ndiye anayetoa kile ambacho wanadamu wanachokihitaji, kiwarejeshee uaminifu uliovunjwa na uongo wa nani? Wa Shetani. Kwa hiyo mpaka hapo naomba turudi katika nukuu ile nilikuwa nimepeana pale kwenye screen. Kwa hiyo kwa kuamini udanganyifu huo, tabia ya Adamu ikabadilika, na baada ya hapo hiyo inafuata. Kwa kuamini kuwakilisha vibaya kwa Mungu, tabia ya mwanadamu na hatima yake ilibadilishwa. Lakini ikiwa wanadamu wataamini neno la Mungu, watakuwa wanaanza kubadilishwa katika mawazo, kama katika akili na tabia, waweze kuwa wanaandaliwa kupata maisha ya nini? Kwa hiyo ndiposa binadamu apate maisha ya milele, msingi wa kwanza unafaa urudishwe. Gabriel ni nini? Nini nafaa irudishwe? Ndio hiyo amesema ikiwa wataamini neno. Sasa mtu ambaye haamini neno lako, unairudisha neno la uaminifu waje? Haiwezekani. Lazima ulete ushahidi. Yaani sio kama mnanielewa hapa.
Shetani ameleta udanganyifu kuhusu tabia ya Mungu kwa mwanadamu. Sawa? Mwanadamu ameamini uongo wa nani? Na uongo huu unahusu Mungu na neno lake. Si ndio? Sasa huyu mtu naye muambia ikiwa ataamini neno la huyo Mungu atapata uzima wa milele. Hiyo inawezekanaje kwanza? Inawezekanaje? Ndio swali. Lakini lazima ianze kwanza kutoa kile ambacho kimesababisha siasa. Kwa hiyo kumletea neno bado haisaidii. Kwa maana tayari hayo maneno ndiyo anayo kesi nayo. Unaelewa? Kwa hiyo kinachohitajika hapa ni nini? Ni kutafuta njia ya kurudisha nini? Ule uaminifu uliovunjika, sio? Sasa unarudishaje uaminifu uliovunjika? Kwa kujibu madanganyifu yaliyofanya kitu gani? Yaliyoletwa. Sasa angalia, utajibu mashtaka kwa neno na neno. Kwa nini hapana? Yaani hilo neno ambalo nalosema hilo ndio kesi. Sijui kama nielewa. Kwa hivyo hata Mungu akitumia maneno gani matamu, hiyo ndio nini? Wewe bwana, mtamu kwenye mdomo uongo tu. Unaelewa? Kwa hivyo kwenye maneno kauli haiwezekani. Kwa hivyo itabidi igharimu njia nyingine, sio ya nini? Ya maneno, kwenye vitendo. Kwa hivyo mpango wa wokovu, shetani madanganyifu ambayo ameleta kwetu wanadamu ndiyo wanaojibiwa kwa ushahidi. Ndiposa wanadamu wavutwe kwa Mungu, sio kwa maneno, bali katika kuangalia matendo yake katika mwili. Wanapoanza kuangalia, kila mtu ajijibu mwenyewe kwenye nini? Kwenye akili. Hivi kweli haya huyu jamaa ananiambia kuhusu Mungu ni kweli? Hivi kweli hii tabia ndio ya shetani hii? Kama tunaelewana vizuri. Kwa hivyo mfumo wa hekalu wote ni kipengele cha nini? Cha kujibu mashtaka yaliyo kwenye vichwa vya nani? Vya wanadamu. Kusudi hilo ndiposa nani arejeshwe kwa mwenzake. Yaani hiyo kipengele ni cha msingi. Kwa maana kwenye theolojia, whether ni ya Msabato, whether ni ya Mkatoliki, kwenye theolojia yote inayofunzwa chini ya jua, isipokuwa tu katika ujumbe wa malaika wanne, inafunza hivi: Mungu anapatanishwa kwa mwanadamu. Yaani haijarishi. Kwa wale ambao mna uzoefu katika majifunzo yetu katika hapa Songea hapa, kuna ushahidi tunaoweza kuutoa katika kila imani, whether ni ya Msabato, mwana matengenezo, whether ni wapi, imani ni moja. Kristo alikufa ndiposa alipe nani? Alipe nani? Mungu. Hello? Kwa hivyo huo msingi huo uko kila katika dhehebu. Na ni kwa nini? Kwa sababu ya kutoelewa msingi wa nini? Wa pambano. Kwa hiyo Mungu ndiyo ambaye yupo katikati, na yeye ndiye ambaye mashtaka yamewekwa dhidi yake. Kwa hiyo wanadamu wametengwa na Mungu. Hayo ndio nao yaona katika ukumbi wa Israeli, sawa? Wametengwa na nini? Na udanganyifu wa nani? Kwa hivyo udanganyifu wa shetani ndio unaozaa dhambi. Sio kama tunaelewana vizuri. Kwa kifupi wao tunasema dhambi imetutenga na Mungu. Lakini ndio ufanye hiyo dhambi, nini ilikuongoza huko? Udanganywa kuhusu mpendo wako. Hello? Otherwise, kama sio ule udanganyifu, Adamu na Hawa hawangekula tunda. Sio tunaelewa vizuri? Kwa hivyo hawakuwa na njaa. Unajua sisi siku ya leo tukiambiwa tusikule nyama ni tamu kwetu. Adamu hako na kesi ya chakula. Yaani ukisoma maandiko yanatuambia vyakula vilikuwa vingi. Kwa hivyo kama ingekuwa ni mambo ya uchu ya mdomo, yenyewe alikuwa na chakula nyingi. Mtu wa uzima yenyewe inatoa matunda ina ngapi? 12. Sawa? Na kwenye shamba hapo miti ilikuwa nini? Kwa hivyo anapokula tunda, kesi sio njaa. Kesi ni kwamba kuna mawazo amewekewa kwenye akili, akaanza kumuona Mungu kama adui. Hiyo ndio inaozaa yote ambayo Hawa anafanya na Adamu anafanya. Kwa hiyo Mungu anapoingia kwenye shamba, mchakato alio nao
ni kumpatanisha nani? Adamu. Hello? Na ndio ampatanishe, lazima aguze kwenye kiini udanganyifu uliofanya kitu gani? Uliotokea shambani. Kwa hivyo kwenye hekalu nagundua kwamba jinsi ambavyo imepangwa hivi kwamba familia huku juu ni ngapi? 3. 3. 3. 3. Tukasoma wakati fulani ya kwamba ni kielelezo ya kazi ambayo Kristo anafanya ya kuleta malighafi na material ya mawe kuja kujenga hekalu lake la mbinguni, akitoa material katika machimbo ya ulimwengu kutoka pembe ngapi? 4. Tusome maandiko. Isaya 11. Isaya 11 ule mstari wa 12. Inasema namna gani? Isaya 11 ule mstari wa 12. Naye naye atawatwekea mataifa bendera. Atawakutanisha watu wa Israeli waliotupwa. Atawakusanya watu wa Yuda waliotawanyika kutoka ncha 4 za dunia. Okay. Sasa kwa hivyo Mungu ako na shughuli ya kuwakusanya Yuda waliotawanyika au waliotapakaa pembe 4 za nini? Hiyo Israeli nao kusanywa hapa ni Israeli katika mwili? Hamna, ni Israeli wa Bwana. Kwa maana Kristo mwenyewe alipokuja duniani akasema hivi, sijatumwa ila isipokuwa kwa nyumba ya nini? Iliyopotea. Yule mwanamke Mkananayo aliyekuja kwa Kristo kuomba asaidiwe, alikuwa kati ya Israeli iliyokuwa imepotea? Hapana. Msikuwe mnakula sana ndio mnaingia darasani. Naomba nirudie swali. Yule mwanamke amekuja kwa Kristo, Bwana, naomba nisaidie mwanangu anateswa. Kristo akasema, sio vema kutoa chakula cha watoto upea nini? Mbwa. Sio? Mwanamke akajibu, naam Bwana, hata mbwa wenyewe wana haki ya kula kwenye nini? Makombo yanayoanguka, sio kwenye meza. Makombo yanafanya gani? Je, swali, kwenye akili ya Kristo, huyu mwanamke anayozungumza yupo kati ya Israeli waliokuwa wamepotea? Hapana. Kwa hivyo huyo mwanamke kwa kweli alikuwa umbwa. Mimi sijaweza katika muktadha wa Israeli, katika muktadha kwenye akili ya Kristo. Huyo mwanamke ni umbwa au ni Israeli wa Bwana? Aliyefanya kitu gani? Lakini hawa Wayahudi ambao ni hesabu ya 12 wanamhesabu nini? Umbwa. Na yeye huyo mwanamke ashakubali yeye ni nini? Lakini kwa Kristo sio umbwa. Si ndio? Kwa hiyo Israeli wa Bwana wanaotafutwa kutoka pembe 4 za dunia ni akina nani? Ni wanadamu wote walioumbwa kwenye sura ya Mungu, ila sura hiyo ikabadilishwa ndani yao na udanganyifu wa shetani. Kwa hiyo ndio maana Mungu amepanga makambi ya Israeli katika kona ngapi? Kwa maana ndio maana anawaita, hawaiti wakuwe special kwake, anawaita wakuwe Lawi. Hivi sijui kama hata kabla sijaenda mbali, wangapi mnaojua kwamba Mungu hakukusudia Israeli iwe na special kuhani? Haiko mapenzi ya Bwana kwamba Israeli iwe na makuhani ambao ni special. Wangapi mnajua hicho? Sijui kama nitakuwa ninakosea sasa. Ila mimi najua hivi. Mungu hakuwa na mpango kuwe na kuhani ambao, yani grupi fulani wao ndio kuhani. Mungu anapowatoa Israeli katika nchi ya Misri, kitabu cha Kutoka 19, anawaambia wao kama taifa watakuwa nini? Kuhani nini? Takatifu. Hello? Lakini kwa sababu ya kukosa imani kwa Mungu, ikabidi Mungu achukuane na udhaifu wao akawawekea makuhani
ila wao kama Israeli ilikuwa inafaa iwe nini? Kuhani. Kwa hiyo ndio inayoingia na kitabu cha Petro kwamba nyinyi ni taifa nini? Teule. Kwa hivyo Israeli ilikuwa inafaa baada ya wao wameshapatanishwa na Mungu wao ichukue nafasi ya Lawi. Kwa hivyo hapa katikati inafaa iwe ni Israeli inayotumika kama wajumbe wa kupatanisha ulimwengu nini? Ila wakajiwekea kuta za nini? Za utenganisho. Hello? Na sisi hapa duniani tumejiwekea hizo kuta hizo. Hapa duniani tumejiwekea hizo kuta hizo. Tumekuwa special, sio? Nisiingie niweza kufungua box nyingi hapa. Lakini point ya msingi ni kwamba Mungu hakukusudia watu fulani kama wao ndio speciali wa Mungu. By the way, do you know kwamba Seventh Day Adventist Church sio watu wa Mungu pekee? Unajua hicho? Ila Waadventista wameinuliwa kama Lawi au kama Israeli. Amewakabidhi ujumbe alivyokabidhi Israeli. Sio kwamba mjigambie jina au tujigambie jina. Ndiposa wakati ambapo kazi ya Mungu imetimia katika maisha yetu, tuwe watu wa kupatanisha ulimwengu. Ila tumejifanya kwamba sasa sisi ndio wenyewe. Sasa, kwa hivyo huo ndio muktadha wa kuelewa ni nini kinachosuluhishwa wapi? Kwenye hekalu. Kwa hivyo kwenye hekalu lazima uanzie kwa kuanza kutafuta jinsi ambavyo Kristo anajibu uongo wa nani? Sasa, hapo ndiposa unapata vipengele kadhaa. Vipengele cha kwanza, lazima uingie katika somo la mwalimu wa tabia ya Mungu uanze kujiuliza, udanganyifu wa shetani kuhusu Mungu ulikuwa upi? Uweke kwenye orodha. Sawa? Baada ya hapo, Kristo anapokuja duniani aliujibu aje? Sawa? Sasa hapo ndio maana nasema hivi, ama nirudie, sijui nimetamka mara ngapi hapa darasani. Lazima tujifunze tabia ya Mungu. Mzee sawa. Sasa imekuwa kama njia ya kugonga watu kichwa. Yaani hiyo ndio hali halisi. Lazima tujifunze tabia ya Mungu kwanza huko nje. Sawa? Ukishajifunza tabia ya Mungu kwenye hekalu, sasa ni njia halisi nao kuelekeza jinsi ambavyo Mungu anasuluhisha mgogoro. Jika tunaelewana vizuri. Anyway, kipengele cha pili cha kutusaidia tunapoanza kuingia kutafsiri lugha ya mafumbo ya hekalu ni hiki. Kipimo cha hekalu. Hapa tu andika tu kipimo cha nini? Now, sasa naomba nifafanue. Mwalimu amekuwa akizungumzia kuhusu kipimo cha kujua tabia ya Mungu, sio? Akasema cha kwanza amri. Na tukizungumzia amri, usizungumzie amri kama serikali za dunia. Tunaelewana vizuri? Kama sera za mwanadamu zinazotungwa hazina sababu. Wewe niambie, mbona Tanzania lazima uendeshe mahali watu wanaishi 50 kilometers per hour? Mbona haikuwe hivyo na wala sio 49 kilometers per hour? Mbona? Ama mbona sio 51 kilometers per hour? Mbona ikakuwa 50? Si mnatii? Speed ya 50. Mbona sio 45? Si mniambie mbona? Yaani mwanadamu aliamua tu akaweka namba isiyo ya maana hapo, yeye akaamua. Alivyoamua yeye ndiye anayejua. Sio? Amri za Mungu hazipo hivyo. Sijui kama tunaelewana. Hiyo sijui kama ni somo tofauti, mwalimu anafaa kuwa anazungumzia hiyo. Lakini Mungu hatoi maelekezo kana kwamba anagutuka na waambia kwamba leo fanya hivi, kwa maana anataka afanyike hivyo. Kila kanuni ya Mungu ni kanuni ya uzima. Yaani huo ni utaratibu wa uumbaji. Sisi kama mnaelewa. Yaani jinsi ambavyo kupumua ni taratibu ya uzima wetu. Amri zote za Mungu zipo hivyo kama ni amri halisi. Sisi tunaelewana vizuri. Kwa hiyo anapoturejesha katika amri zake, anaturejesha katika uumbaji wa kwanza alivyoumba binadamu awe.
Yaani kwa kifupi, matamshi ya orodha 1 hadi 10 haya sio amri ya Mungu. Hello? Yes. Unapoenda kitabu cha Kutoka 20, hello? Ile orodha from number 1 to 10 sio amri ya Mungu. Hello? Umenielewa nimesema nini? Sio amri ya Mungu. Kwa nini nasema hivyo? Hamjui? Sasa sikiza. Amri ya Mungu ipo hai ni mufu. Amri ya Mungu ipo hai ni mufu. Hai. Mbao ambayo imeandikwa orodha kuanzia 1 hadi 10 ipo hai ni mufu. Ni mufu. Kwa hivyo hii sio amri ya Mungu bali ni orodha, wakati ambapo amri ya Mungu ipo ndani ya mtu anaonekana aje. Hautaiba, hautadanganya. Hayo ni matokeo ya amri iliyokuwa iko ndani, ndio inayoonekana hivyo. Lakini orodha hii sio amri, haiwezi toka kwa mbao ikakupatia uzima ndani ya maisha. Ukiletewa hii inaendelea kukufanya uonekane mbaya zaidi ujijue, ila haiwezi kufanya ukuwe mtakatifu. Lakini amri ya Bwana ambaye ndio uzima, hiyo ndio inayoweka uzima ndani yako. Na uzima wa Mungu unapokuwa ndani unaonekana aje? Kanuni ya upendo. Upendo hamdhuru jirani yake. Kwa hivyo utamuibia mke wake? Kwa hivyo amri ya Mungu, tunapozungumzia kawaida amri ya Mungu ni orodha ile ambayo inazungumzia sifa na tabia hiyo. Lakini amri ya Mungu ni uzima wenyewe. Kwa hiyo tunapozungumzia kwamba sheria ya Mungu ndio kipimo. Sio atulengi orodha pale. Orodha hile ni vile ambavyo inaonekana nje. Kwa hivyo haitaenda kinyume na nini? Na hiyo orodha. Sio kama unielewa? Haiendi kinyume na orodha, itatimiza nini? Orodha. Ila hiyo sio amri. Hiyo ni matokeo ya nini? Ya uzima wa nani? Kwa maana nyingine, mahali uzima wa Mungu hupo, utafanya. Hiyo ni mahali uzima wa Mungu uko wapi? Ndani. Sio? Ndio maana tukasema kipimo cha tabia ya Mungu ni amri yake. Kwa maana nyingine, amri yake si kitu kingine isipokuwa ni uzima wake. Kwa mahali uzima wa Mungu upo, kuna kifo. Kwa hivyo namwekea na huwa mtu namna gani? Jiko kama tunaelewana vizuri. Ya pili kawa nani? Maisha ya nani? Kristo akiwa katika kivuli. Katika mwili. Wapi? Sasa hiyo ndio kipimo cha kujibu mashtaka tulivyoambiwa kwenye darasa, sio? Sasa tunapoingia kwenye hekalu, kuna kipengele tunafaa tutumie kama hiyo hapa, kwamba ndio ujue ya kwamba tafsiri ulionao kuhusu hekalu au mafumbo ya hekalu yapo sahihi. Lazima kuna kipimo cha kutumia. Hii tafsiri yangu kuhusu hekalu, je, ipo sahihi ama haipo? Kipimo cha kwanza, kitabu cha Ufunuo 11 mstari wa kwanza. Kitabu cha Ufunuo 11 mstari wa kwanza. Anasema namna gani? Ufunuo 11 mstari wa kwanza anasema, nikapewa mwanzi kama fimbo. Nikapewa mwanzi kama fimbo. Ananias fimbo yake amepeleka wapi? Ameshatupa. Nikapewa mwanzi kama fimbo. Na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu. Inuka ukalipime hekalu la Mungu. Na madhabahu na hao wasujuduo humo. Asante. Kwa hivyo tukio hili la kupima hekalu ya Mungu inatokea mwaka gani kama Waadventista unavyojua? Mwaka gani? 1000? Okay. Si ndio hiyo? Si ndio? Kwa hivyo upimaji wa hekalu ndio unaowakilishwa wapi? Kwenye ujumbe huu, sio? Kwa hivyo hii 1844. Si ndio hiyo? Si ndio hiyo? Haya. Sasa swali. Kuna fimbo ambayo tunaambiwa ya kwamba akaniletea nini? Mwanzi kama nini? Kama fimbo. Mbona unamachana mtumishi mwingine hapa? Ndio akaleta sasa.
Asante, nashukuru. Kwa hivyo akaletewa fimbo ya kupima nini? Kwa hivyo kuna fimbo au kipimo cha kupimia nini? Hekalu. Si ndio? Kwa hivyo katika mashtaka yanapokuwa yanaletwa kwenye koti, lazima yale mashtaka yapimwe kama yana uzito kulingana na kipimo cha wapi? Cha kwenye kotini pale, sio? Kwa hivyo mashtaka yanapokuwa yanajibiwa, kwa maana nyingine tafsiri unayokuwa nayo kuhusu hekalu lazima uipitishe kwenye nini? Kwenye kipimo. Hiyo fimbo ni kitu gani? Hiyo fimbo ni kitu gani? Amri au tabia ya Mungu. Mnajuaje? Tena kwenye Isaya 28 mstari wa 17 inasemaje? Hapo tunatafuta kipimo cha kujua ya kwamba jinsi ninavyopata maelezo. Anania stop. Yaani maelezo ambayo ninayatoa kutoka kwenye theolojia yangu kuhusu mifano ya hekalu ipo sahihi. Ndio ujue ya kwamba ipo sahihi tafsiri yako kuhusu mambo ya hekalu. Kuna kipimo cha kutumia. Twende hapo. Anasemaje? 28:17 neno la Bwana linasema. Naam. Nami nitafanya hukumu kuwa ndio kanuni. Nitafanya hukumu hiwe ndio kanuni. Hiyo hukumu anasema kwa kifupi jina justice, haki. Sawa? Twende hapo ya pili. Na haki kuwa ndio timazi. Na haki kuwa ndio nini? Kwa hivyo kuna justice and righteousness. Kwa Kiingereza nasema hivyo. Kwa hivyo kuna justice na nini? Na righteousness. Justice ni haki, righteousness ni nini? Ni haki bado kwa lugha ya Kiswahili. Lakini kwa Kiingereza iko na maana nzito zaidi, sio? Haki na utakatifu, au kwa njia nyingine utakatifu. Si ndio? Kwa hivyo kuna kipimo cha kwanza kinachoitwa nini? Utakatifu na nini? Na haki. Kwa hivyo unapoanza kujifunza kuhusu kipengele cha hekalu, lazima utumie haki na utakatifu wa nani? Wa Mungu. Tunaelewana vizuri? Isipokuwa hapo kuna mgogoro unachipuka moja kwa moja. Kuna haki nyingine ambayo Mungu amevishwa inayoitwa haki bandia. Wangapi mnaojua haki bandia inaonekana namna gani? Haki bandia inaonekana namna gani? Wangapi mnaojua? Sasa sitaingia hapo kwa sasa. Madhabahu, mwalimu Stephen hajafunza bado. Si madhabahu, haki. Amefundisha haki ya Mungu, ila hajafundisha haki bandia. Si ndio? Amegusia. Sawa. Sasa kuna kitu kwenye maandiko na kwenye roho ya unabii kuhusu pambano kinachoitwa haki bandia. Nao haki bandia unapojifunza baadaye, kama hatafunza nitafunza labda, kwa hivyo kwa njia yote ile itafunzika, sawa? Ni wakati ambapo shetani alichukua mtazamo ya kwamba haki ya Mungu na rehema yake huwa zinakinzana. Tumeelewana? Haki ya Mungu na rehema zake zinagongana. Tunaelewana vizuri? Sasa sitaki kufafanua sababu itachukua muda mrefu. Kwa njia nyingine anasema hivi kwamba wakati ambapo Mungu amri yake imevunjwa, haki huwa inamhitaji aadhibu nini? Mkosaji. Kwa hiyo wakati huo anapomwadhibu mkosaji, rehema haitakuwa imetendeka kwa mdhambi. Sawa? Na wakati huo rehema ya Mungu huwa inahitaji Mungu asimwadhibu nani? Ila haki na rehema hii hazipatani, zinafanya kitu gani? Zinagongana. Hiyo ndio haki bandia ya shetani. Kwa hivyo akadai hivi, kwa hivyo Mungu hawezi samehe ukikosea, lazima kuadhibu. Na asipokuadhibu hajakuwa Mungu mwenye nini? Mwenye haki. Hiyo ndio haki nini? Kumaanisha hivi. Unaposikia mtu huko nje anasema ya kwamba hawa watu wanashusha haki ya Mungu, wewe jua kuna kitu ambacho kiko katika mawazo kinachomsumbua. Kuna haki ambayo iko kwenye nini? Kwenye akili.
Anaposema ni haki ya Mungu kuchoma watu, kinachomsumbua kwenye akili ni ile haki bandia ya nani? Ya shetani. So hapo kuna somo la haki. Ila swali ni hili. Haki hiyo na utakatifu inaweza kuwa nje ya amri ya Bwana? Na amri ya Bwana ndiyo kitu gani? Amri ya Bwana ndiyo tabia, si ndio? Kwa njia fupi na maanisha hivi. Ndiposa upate kujua haki ya Mungu lazima urudi kwenye amri ya nani? Si ni kweli? Okay. Sawa sawa. Tukiona kitabu cha Yeremia. Kwa hivyo kuna kipengele cha kwanza kinachoitwa lazima tutumie sheria ya Mungu au amri yake, ambayo ndiyo tabia yake. Sio ni sawa? Kwa hivyo yule ambaye amekuwa darasani hata aniuliza swali, nimetoa wapi hii? Kwamba tabia ya Mungu ndiyo amri yake. Anajua hiyo, sio? Kwa hiyo unapoenda kujifunza kipengele chochote kwenye hekalu, lazima ujiulize kama vile ambavyo Kristo alivyodhihirisha tabia ya Mungu. Je, tafsiri niliyoipata pale inaingiana haingiani na Kristo? Ikiingiana useme niko nini? Niko sawa. Isipoingiana nimefeli. Siko tunaelewana vizuri? Kwa hivyo ukiingia patakatifu kwa mfano, alafu upate Mungu anasema ako na vitabu kwenye hekalu, sawa? Sasa hiyo ni maelezo kuhusu vitabu kwenye mfano. Sasa kwenye uhalisia unapotafsiri useme hivi, Mungu ana daftari ya dhahabu au nini mbinguni, mahali ambapo ameandika orodha ya dhambi. Tafsiri hiyo ukifuatana na tabia ya Mungu kulingana na tabia yake ya upendo, na ingia haingii? Haingii. Sio tunaelewana vizuri? Aya, ukienda kwenye madhabahu, mahali kafara hapotolewa, useme hivi, tafsiri nao ujipata pale ni kwamba sheria ya Mungu ilipovunjwa, Mungu alihitaji mtu apigwe au mdhambi apigwe. Alafu katafsiri hivi. Kwa hivyo Kristo alikuja ndiposa alipe sheria ya Mungu. Hiyo tafsiri iko sawa? Haipo sawa? Haipo sawa. Umejoja haipo sawa? Kwa sababu ya tabia ya Mungu ambayo ameidhihirisha katika sheria yake na katika maisha ya nani? Ya Kristo, na tafsiri halisi kuhusu haki ya nani? Haki ya Mungu. So, kwa hivyo unagundua tafsiri ya hekalu kinachoiongoza ni nini? Tabia ya nani? Siko tunaelewana vizuri? Kwa hivyo kinachoongoza tafsiri na uelewa sahihi kuhusu hekalu haipo kwingine isipokuwa kwa nini? Kanuni za tabia ya nani? Yeremia 23 mstari wa 5. Neno la Bwana linasema, Tazama siku zinakuja. Tazama siku zinakuja, asema Bwana, nitakapomchipusha Daudi chipukizi la haki. Kwa hivyo nitachipusha kutoka kwenye Daudi nini? Nitakapomchipusha Daudi chipukizi la haki. Chipukizi la haki, naye atamiliki mfalme. Asante, natoshea hapo. Neno chipukizi ni sawasawa na fimbo. Kwa maana nyingine, mti unapomea, yanaochipuka hapa kando ndio tunatengeneza fimbo. Au sio hiyo? Kwa hivyo chipukizi ni sawasawa na fimbo ambayo Ufunuo Yohana anaonyeshwa anapewa apimie nini? Tunaelewana vizuri? Kwa hivyo kwa kifupi, unapoenda kwenye tafsiri ya hekalu kule, lazima utumie chipukizi wa haki au fimbo ya nini? Ya haki, ambayo hiyo fimbo kutoka kwenye familia ya Daudi ni nani? Unajuaje ni Kristo? Zakaria tumeshasoma, Zakaria 6. Zakaria 6:10 ngapi? 12 hadi 14, mahali ambapo tawi chipukizi atatoka pahali pake aje kujenga nini? Hekalu. Yule chipukizi alikuwa nani? Yesu Kristo. Kwa maana nyingine, kila tafsiri ya fumbo la hekalu lazima liwakilishe maisha ya nani? Nafikiria hapa Mungu anafikiria anatusaidia kujua jinsi ambavyo tunaweza jifunza hekalu na kufunza wengine. Kwa nini? Kila sehemu kwenye hekalu lazima upate kipengele kinachoguza fimbo ya Daudi, ambaye ni nani? Yesu Kristo. Na maisha ya Yesu Kristo hayaendi kinyume na ile fimbo nyingine ambayo ni tabia ya nani? Tabia ya Mungu.
Haya, naomba tusome hapo. Sijui kama hiyo itakuwa inapatikana kwenye Kiswahili. Mimi niko na kwenye Kiingereza bado. Vielelezo. Ipo kwenye Kiswahili hapa tayari? Endelea kuifungua. Naomba anapendelea kuitafuta, nirudi hapa nijaribu kwa muhtasari. Tunapoenda kwenye hekalu, somo la hekalu ni vielelezo. Tumejifunza kwenye masomo yaliyotangulia. Somo la hekalu ni mafumbo, sawa? Kwa mafumbo yana nini? Yana maana, sio? Jinsi ambavyo kwenye unabii unaambia mtu hivi kwamba simba anamaanisha hivi, sawa? Kuna taratibu zilizokuongoza. Tunaona vizuri? Kwa hivyo kwenye hekalu unapoingia hapo, tumeshajua yanayofanyika pale sio vitu halisi, isipokuwa ni nini? Ni vielelezo. So ndio upate maana ya vielelezo, kuna vipimo vya kutumia. Kipimo cha kwanza, amri ya Mungu au tabia ya nani? Kipimo cha pili ni maisha ya Kristo. Kwa hivyo kila kipengele lazima Kristo akifanya kitu gani? Akitimize, sawa? Kwa hivyo ukienda kwenye madhabahu kule nje, kwenye mlango, sio hata kwenye madhabahu, ukiingia kwenye mlango tu, yani the moment umeingia kwenye mlango tu, huo mlango ni nani? Ukiingia kwenye madhabahu tu, yale madhabahu yanawakisha kazi ya nani? Ya Kristo. Ukiingia kwenye ubatizo pale kwenye maji, inawakisha kazi ya nani? Ya Kristo. Ukiangalia kuhani anapofanya kazi pale, yule ni nani? Aya, ukiangalia mwana kondoo, yule ni nani? Ukiingia patakatifu mno kule ndani, ile mbao mahali sheria imewekwa kule ndani, nani yule? Sasa hekalu inakuwa rahisi. Aya, naomba mtu anisomee nukuu hiyo kama mmeipata. Kurasa 315. Neno la Bwana linasema, Mungu anahitaji ukamilifu wa watoto wake. Naam. Sheria yake ni chapa ya tabia yake mwenyewe. Kwa hivyo sheria ya Mungu ni chapa ya tabia ya nani? Aya, twende mbele. Nani anasema? Nani kiwango cha tabia zote. Kiwango. Standard of all character. Anasema? Nani ukomo? Hapana. Na ni kiwango cha tabia za. Sasa hiyo yenyewe iko sawa, ila tunafikiria kiwango hapo kwenye Kiingereza imetumia neno lingine tofauti ambao ni standard. Now standard sio kiwango, ni kipimo. Sawa? Kwa hivyo Mungu anahitaji watu wake wafikie tabia ya nini? Ya ukamilifu, sawa? Na amesema ukamilifu ndio ujue, lazima uangalie kwenye kipimo cha tabia nini? Yote. Sawa? Sasa hapo lazima kuna vitu vya kuunganisha kidogo. Ambao ni haya. Tulisema hekalu ya mbinguni inazungumzia Kristo, na zaidi ya hapo nini? Masomo yaliyotangulia. Hekalu la mbinguni inasimamia nini? Kristo anasema mwili umeniandalia. Kwa hivyo inatimiza maisha ya nani? Ya Kristo kama binadamu. Na ya pili Mwanadamu ni hekalu, lakini mwanadamu sio hekalu la mbinguni. Si ndio? Kwa hivyo inawakilisha wa Kristo, sio Mkristo mmoja. Si ndio? Ila ndio lazima kazi ya kwenye hekalu pale itimie kwenye maisha ya kila mtu kivyake, ndipo tutimize kwa pamoja. Hiyo inaeleweka? Sasa swali. Kwa hiyo ndio ujue jinsi ambavyo maisha yako yanavyojengwa. Lazima kila tabia unaoibuni ndani ya maisha yako au kila tabia unayounda ndani ya maisha yako itimize kila kipengele ya tabia ya nani? Ya Kristo. Oya, twende mbele. Angalia sehemu inasema kwamba the life of Christ, maisha ya Kristo. Hiyo hapo. Nasema maisha ya Kristo duniani yalikuwa mfano mkamilifu wa sheria ya Mungu. Kwa hiyo kuna vipengele vimeingia viwili hapo sasa. Mmeviona? Amesema ya kwanza kipimo cha tabia yote ni nini? Ni amri, sawa? Na tumeshajua hii amri ya Mungu ni sawa sawa na tabia ya nani? Tabia ya Mungu, sawa? Ameenda kwenye kipimo cha pili. Amesema ni gani? Maisha ya Kristo ndio nini?
ndio mfano mkamilifu wa sheria ya nani? Kwa hivyo tunaposema ya kwamba fimbo ya pili kutumia katika kutafuta maelezo na maana ya vipengele vya hekalu ni maisha ya Kristo, hapa tunakosea. Tunapata hapa tumeingia vizuri. Haya, naomba ukae. Naam. Haina shida, nashukuru. Hapo fimbo zimekuwa ngapi mpaka hapo? Zimekuwa ngapi? Mbili. Ya kwanza, kila kipengele kisiende nje ya maisha ya nani? Ya Kristo. Si ndio? Au tabia ya nani? Ya Kristo, sio? Na Kristo mwenyewe alipokuja hapa duniani, alikuja atimize yote. Wapi? Aliyokuwa anawakishwa wapi? Kwenye hekalu, sawa? Lakini pia tafsiri yoyote unayoipata isiende kinyume na nini? Na amri ya nani? Ya Mungu, ambayo ndiyo nini? Tabia yake. Hapo imeeleweka? Kwa sababu mpango huu wote wa hekalu au mpango huu wote wa mpango wa wokovu inasuluhisha nini? Inasuluhisha nini? Uongo kuhusu nini? Tabia ya nani? Kwa hivyo ukipata tafsiri ambayo inatoa maelezo kinyume na tabia ya Mungu, hiyo tafsiri nani ameitumia? Kwa hivyo anayetumia anakuwa sasa anapigana vita na nani? Yeye ni mtumishi wa nani? Tena. Kwa hivyo ukipata hekalu ambalo linavyotafsiriwa linaendelea kumweka Mungu kwenye kesi zaidi, haimuokoi, hilo hekalu ni la mbinguni au ni la kipagani? Haya. Tumeelewa vizuri. Fimbo ya tatu tumalize. Fimbo ya tatu ya kutumia. Kitabu cha Kumbukumbu ya Torati. Kumbukumbu ya Torati 22 mstari wa 8 na 9. Anasema vipi? Yes, 32:8 and 9. Anasemaje? 32 mstari wa 8 na 9. 32 anasema yeye aliye juu alipowapa mataifa urithi wao, alipowapagua wanadamu, aliweka mipaka ya watu kwa kadri ya hesabu ya wana wa Israeli. Kwa hivyo kulingana na hesabu ya wana wa Israeli, Mungu aliwagawia wanadamu nini? Mipaka. Kwa kipimo ilikuwa nini? Hello. Kipimo ilikuwa nini? Oh, hapo tumeingia kwenye shida sasa. Hapo tunaingia kwenye shida yenyewe. Kwa hivyo kuna kipimo cha tatu kinachoingilishwa kwenye hekalu pale. Kipimo, fimbo ya nini? Ambao ni Israeli. Israeli. Hivyo mnaandika Israeli ama Israeli hivi? Kwa hivyo Mungu alipokuwa anawekea mataifa mipaka yao, alitumia fimbo gani kuwapimia Israeli? Kwa hivyo unapoingia kupima hekalu la mbinguni, Israeli pia huwa nini? Wow. Hey. Hapo kuna maneno. Nada Yeremia 10 mstari wa 16. Yeremia 10 mstari wa 16. Anasemaje? Sasa hapa ndiposa tunafaa tuanze kujiuliza. Sasa tulisema Israeli wanaokusanywa kutoka pembe nne za ulimwengu ni nani? Mfano wetu. Tangu mwanzo. Tangu nini? Makusudi ya Mungu yalikuwa ni kwamba Adamu na Hawa wanapoenda kuzaa watoto, wazae watoto kwa sura ya Adamu. Alikusudia wanapoenda kuzaa watoto, wazae kwenye sura ya Hawa. Alikusudia wanapoenda kuzaa watoto, wazae watoto Monica kwa sura ya nani?
Unaposoma kitabu cha Mwanzo 5, Adamu tunapoambiwa familia yake, tunaambiwa alizaa watoto kwa sura ya nani? Sura ya nani? Ya Adamu, sio? Hapa Mungu atimia ama karibiwa. Wale ambao mmezaa watoto 19 na watoto 8, mmezaa kwa sura ya nani? Unajua hata mimi pia nafanya nijiulize, si mnakaona hapa? Si mnakaona. Sasa sikiza. Kuna watu ambao wanatumia maandiko wanasema ya kwamba Mungu alisema nenda mkazae mjaze nini? Ole wako. Kwa sababu Mungu anapowaambia wajaze dunia, anaambia watu ambao wapo kwenye sura yake, wajaze dunia na sura yake. Ole wetu. Kwa sababu saa hii urithi ambao tumepea na naye na blessed ni urithi wa nani? Wa Adamu yupi? Wa pili aliyeasi. Kwa hiyo dunia hii imejaa vitoto ambao wanaendelea kuwakilisha Mungu vizuri au Mungu vibaya. So before ujaze tena lemayan, lazima ujiulize, nitaweza ama sitafanya nini? Sitaweza. Sasa sikiza. Piga hesabu. Haya. Sasa kipengele cha msingi hapa ni kwamba Mungu alikusudia anapoumba, tusisahau muktadha tulio nao. Hiyo ilikuwa tu by the way. Yaani tunapozungumza kuhusu kipimo katika pambano linapoingia duniani, sio duniani hapa. Pambano linapoingia katika sayari ya Mungu, Shetani ameanza kuleta migogoro kwenye mawazo ya viumbe. Sawa? Kwa hivyo Mungu anapotamka tumuumbe mtu kwa mfano wetu, mapambano yapo chini ya maji kwenye kichwa ya nani? Ya Lucifer. Sawa? Kwa hivyo Adamu anapoumbwa pale, sasa mimi nisiibue controversy. Mimi point yangu ni hii. Adamu anapoumbwa pale, mahusiano kati ya Adamu na mwanamke yanafaa yajibu mahusiano kati ya Kristo na nani? Na Baba. Hiyo sio point ya msingi. Point ya msingi ipo hapa kwamba Adamu na Hawa wanapojuana wanazaa watoto, na jinsi wanavyolea wale watoto ilikuwa inafaa ijibu mashtaka ya kwa nini Mungu aliumba viumbe. Aliwaumba ndiposa wamwabudu. Hiyo kweli? Wewe unazaa watoto ndiposa wakutumikie. Unazaa watoto ndiposa waajiriwe uje kukusaidia. Ya akili ya Mwafrika iko hivyo. Ndio? Si umewasomesha wakuja kukusaidia. Na wasipokusaidia unaanza kulaani. Unaelewa? Hasa hapo mpango wa Mungu bado hautimii. Mungu alikusudia watoto wanapozaliwa, jinsi ambavyo mama na baba wanapojitoa kuwasaidia na kuwashughulikia, wananyimwa usingizi wawasaidie, viumbe wajifunze jinsi ambavyo baba anajitoa kwa ajili ya viumbe aliyowaumba. Kwa hivyo anawaomba washughulikie, sio kwamba ajiburudishe. Yeye ndiye ambaye anawashughulikia bila kukoma maisha yao yote. Huzuni ni kwamba familia baada ya hapo ikawa ni kitanda cha kumwakilisha Mungu vibaya. Ila sasa makusudio ya Mungu hayafai kukuwa yanakatishwa na emergency ambayo imeingia, udanganyifu wa nani? Wa Shetani. Akamtuma Kristo, akachukua wanadamu, akatimiza lile kusudi la kwanza la mwanadamu kuwa nini? Mfano wa Mungu. Kwa hivyo wanapomuita Emmanuel, anapokimbia huko, wanajifunza tabia ile ndiyo tabia ya nani? Kwa mara ya kwanza kwa chini ya miaka 1400 mwanadamu akaonekana ambaye tabia yake ni kama ya nani? Ya Mungu. Kipimo hicho Kristo akaachia watoto wake wenzake, akawaambia kipimo hiki ndicho mnafaa mkitumie katika kumwakilisha Mungu kwa ulimwengu. Swali. Mimi na wewe tunapoishi duniani hapa tunamwakilisha nani? Unapozungumza unamwakilisha nani? Unapoishi kwa nyumba unamwakilisha nani? Kitabu cha Hesabu cha Zaburi
Zaburi 74 mstari ule wa 2. Mnapofungua hapo, mimi niseme kwa kifupi kwamba kwa hivyo kipengele cha hekalu pale kinafaa kituonyeshe jinsi ambavyo Mungu anakusudia kutufikisha mahali ambapo sisi tutakuwa ni nuru na utukufu wa tabia ya Mungu wapi? Duniani. Kwa hivyo sasa Mungu naye sio mjinga. Kwa nini? Kwa sababu anajua tulivyo. Sawa? Kwa hivyo lazima kwanza atupatanishe na nafsi yake, aturekebishe akili, aanze kutusafisha taratibu, ndiposa mwisho wa safari, kabla dunia haijafunga historia, aanze kupata watoto ambao wataishi maisha ya utakatifu chini ya jua. Zaburi 74 mstari wa 2 inasema namna gani? Ulikumbuke kusanyiko lako. Ulikumbuke kusanyiko lako. Ulilolinunua zamani. Uliolikomboa liwe kabila ya urithi wako. Uliolikomboa liwe kabila ya urithi wako. Mlima Sayuni uliofanya maskani yako. Asante. Kwa hivyo walionunuliwa na Mungu, Mungu amewafanya wawe nini? Maskani yake. Ila Kiingereza ikaweka ya kwamba amewafanya wakawa nini? Hii neno hapa, road of thine inheritance. Watu ambao Mungu amewanunua wawe kipimo cha urithi wake. Kwa kifupi tumalizie hivi. Kipimo cha kwanza kwenye hekalu, mfano wa kwanza, yani anayetimiza ule mfano wa kwanza na baada ya hapo kukua ndiye pattern ya kufuata ni Yesu Kristo. Tunaambiwa kwenye kitabu cha Wazee na Manabii hivi: while Moses was in the mountain, wakati ambapo Musa alipokuwa kwenye mlima, Mungu alimwakilishia Musa sio tu mbao za nini? Za sheria, sawa? But also the plan of what? Alimwakilishia pia mpango wa wokovu. Baada ya hapo, Musa akaona that the sacrifice of Christ, akaona kafara ya Kristo, notice mpaka hapa, was prefigured by all the types and symbols of the Jewish what? Age. Akaona ya kwamba kafara ya Kristo ilikuwa inaonyeshwa kwa kila mfano uliokuwa unafanyika katika wakati wa Wayahudi. Swali. Kwa hivyo katika hekalu hilo nalo liangalia hapo. Ilikuwa ni mfano wa kitu gani? Wa Kristo. Sasa sikiza. Yaani hata nisipomaliza kufunza hekalu wiki hii, ukitoka na hiki kipengele ya kwamba kila kipengele cha hekalu Kristo akitimize, uenda na maandiko kitafute, alitimiza. Lengo la kukipata alitimiza aje, ndipo na wewe ujue baadaye itatimizwa aje katika maisha yako. Kwa hivyo kila sehemu lazima tumjifunze kuhusu nani? Kristo. Kipengele cha pili, tumeshajua ya kwamba maisha ya Kristo ni ya muhimu kwa sababu anatujibu na mashtaka ya shetani yanajibiwa pale. Hiyo ni kipengele cha msingi. Lakini cha pili pia anatupatia mfano wa kufuata. Mafungu ya mwisho tunayofaa kujasoma tumalize, Isaiah 60 mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Inasema vipi? Nasema, naam, ondoka ukaangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Anayezungumziwa hapo ni kanisa la Kristo siku za mwisho, sio? Anaambiwa ondoka ukaangaze kwa maana utukufu wako umekujia. Mstari wa 2, maana tazama giza likaifunika dunia. Na giza kuu litazifunika kabila za watu. Kwa hivyo giza hili linazunguka wapi? Kwenye jua? Watu. Kwenye jua? Watu wapi? Kwenye manyumba yao? Kwenye mioyo yao. Giza kuu linalofunika dunia kulingana na kitabu cha mambo ya Walawi ni nini? Giza ambalo linafunika dunia ni nini? Hamjui hiyo? Umeanza kurecollect. Kwa hivyo giza ambalo linafunika dunia ni nini?
kuhusu nini? Kwa hivyo wakati ambapo saa hii nuru inakukujia wewe, kuna wengine ambao wanaendelea kuzama wapi? Yaani hiyo ndio maajabu. Wewe unakaa hapa na mimi nakaa hapa, tunajifunza tabia ya Mungu. Wakati huu unapopita wewe, kuna wengine ambao shetani anaendelea kutokomeza wapi? Tuliwaambia ule ambaye ni katibu wa makanisa ya Kiprotestanti alisema ya kwamba mtauawa na hakuna nini? Na hakuna dhambi hapo. Na akasema hivi kwamba wale ni majeshi wa Bwana. Mungu ndiye, yeye ndio Bwana, yani Mungu ndio Bwana wako. Kwa hivyo ile bunduki wanaitumia kwa niaba ya nani? Kuna watu ambao niko very na uhakika ya kwamba waliposikia kauli ile walichukia Mungu. Ila wewe hapa umepata vifunguo vya kukusaidia kujifunza nani? Kusudi lake ni nini? Twende mbele. Mstari wa 3. Anasema, na mataifa watajilia nuru yako. Kwa hiyo wakati huu nuru inapokuja kwako, lengo ni kwamba inapoonekana katika maisha yako, ndiposa mataifa kutoka pembe ngapi? Dunia wataona nuru ya hekalu, wataanza kufuata ile nuru. Twende mbele. Na wafalme kuitia mwanga kuzuka kwa. Asante. Tumalize nukuu hizi ziko hapa kama 2 ama 3. Kitabu cha Christ Object Lesson 415 paragraph 5. Naomba hiyo mfungue msome. Yaani hizo nukuu tunataka tuzifungue tu peke yake. Tuunganishe mambo haya tumalize. Vielelezo ukurasa wa 415 mstari wa 5. Kwa hiyo Mungu anakusudia ya kwamba tujifunze somo hili la hekalu, tuone ambavyo jinsi ambavyo Kristo alitimiza, itusaidie kujua jinsi ambavyo tunajitoa atimize, na baada ya hapo kusudi la hekalu lile sasa ni kwamba nuru inayoangaza kwenye hekalu lile ikuwe ni mvuto kwa watu wa nini? Kwa mataifa. Hebu soma nukuu hiyo. 415 paragraph ya 5. Wale wanaomngojea bwana harusi kuja kwake wanafaa waseme, tazama Mungu wako. Baada ya hapo anasema miale ya mwisho ya nuru. Endelea. Mimi natafsiri yani kwa kifupi hapa. Wale wanaongojea kuja kwa bwana harusi wanapaswa kuambia watu kuwa tazama Mungu wako. Mwale wa mwisho wa nuru ya rehema. Ujumbe wa mwisho wa rehema unaopaswa kutolewa kwa ulimwengu ni ufunuo wa tabia yake ya upendo. Watoto wa Mungu watadhihirisha utukufu wake katika maisha na tabia yao wenyewe. Asante. Kwa hiyo utukufu wa Mungu unangojewa uonekane katika maisha ya watoto wa nani? Alafu anasema katika maisha yao na nini? Na tabia zao. Si ni kweli? Kwa hiyo wanapotimiza hicho, kinachofanyika hapo ni kwamba lengo la lile hekalu lililokuwa limejengwa pale katika jangwa limetimia, halijatimia. Kwa hivyo yale yote yanayofanyika pale, lengo ni kwamba mwishoe jinsi ambavyo ule utukufu ulikuwa unashuka, na Israeli waliokuwa katika makambi pale wakiangalia nuru ikishuka, wanasema utukufu wa Mungu umetua. Kwa hiyo inafaa wakati ufike mahali ambapo watu wakiangalia Monica wanasema namna gani? Utukufu wa Mungu nimeuona kwa nyumba ile. Hello? Yes. Kwa hivyo tusitoke Songea tulivyokuja hapa. Yaani Mungu anatamani ya kwamba mahali popote napoenda aanze kuwa amesambaza mahekalu yake, kama unaweza tumia njia kama hiyo. Ndiposa mahali popote walio gizani wapo waanze kuona utukufu wa Mungu. Teremka chini 419 paragraph 2. Kuna nukuu hii ambayo inaguza moyo sana. 419 paragraph 2 inasema namna gani? Anasema hamna kitu ambacho dunia inatamani kukiona hapo. There is nothing that the world needs so much. Mwaona mahali po? Soma hapo. Naomba muisikize kila mtu vizuri pale. Hakuna jambo ambalo Kristo anatamani zaidi. Kama mawakala ambao
watawakilisha katika ulimwengu roho na tabia yake. Ona, nahisi kana kwamba nukuu hiyo imetafsiriwa vibaya. Hebu soma vizuri. Narudia. Hakuna jambo ambalo Kristo anatamani. No. Hiyo nimekataa. Sio Kristo. Iko nyingine hapo chini, inaendelea. Ila yeye ndio anasoma, ila hii imesema vitu zake hii. Ni sawa na hiyo aliyosoma. Lakini amesoma vitu zake. Hebu linganisha, msikize hapo. Hakuna jambo ambalo ulimwengu unahitaji zaidi. Hakuna jambo ambalo ulimwengu unahitaji zaidi kama udhihirisho wa upendo wa Mwokozi kupitia ubinadamu. Hello? Dunia hii iko na kiu ya nini? Zinafanana ama zifanani? Zinafanana? Ile ilikuwa juu. Haya basi, anza kutoka juu. Labda kuna vipengele vizuri pale. Nasema hakuna jambo ambalo Kristo anatamani zaidi. Kwa hivyo ni Kristo wa kwanza anatamani. Kristo mwenyewe anatamani kitu cha thamani kwake, anachothamini zaidi, anachotamani zaidi ni nini? Kama mawakala ambao anatamani apate mawakala ambao watawakilisha katika ulimwengu. Watawakilisha katika ulimwengu roho na tabia yake. Roho na tabia yake. Hakuna jambo. Kitu cha kwanza nini? Roho na tabia ya nani? Ya Kristo. Twende mbele. Hakuna jambo ambalo ulimwengu. Hakuna jambo ambalo, kwa hivyo ni Kristo pamoja na nini? Na ulimwengu. Kwa nini anasema hivyo unajua? Kwa maana moyo wa Kristo hatamani kitu kwa sababu ya ubinafsi wake. Anatamani kitu sababu ya manufaa ya viumbe wake, sio? Kwa hivyo hakuna kitu ambacho anatamani isipokuwa kile ambacho dunia imekikosa. Dunia imekosa mafunzo mangapi nafikiri? Leo hii baka tuko na mtu ambaye anaitwa AI. Hivi mnaelewa lakini hiyo maneno? Tuko na baka na nini? AI. Ambao ukikaa kwa AI unaweza andika kitabu. Hivi mnielewa vizuri? Dunia haijakosa vitabu. Hello? Yes. Dunia haijakosa makanisa. No, yapo mengi. Dunia haijakosa mafunzo. No, yapo mengi. Anasema nini? Roho na tabia yake. Baada ya hapo anasema nini baada ya hapo? Nasema unahitaji zaidi kama udhihirisho wa upendo. Kama udhihirisho wa upendo wa Mwokozi wapi? Kupitia ubinadamu. Kwa hivyo anatamani wanadamu katika ulimwengu waanze kuona upendo wa Mungu ushuka kutoka mbinguni ungurume kama radi, wauone huko juu mlimani. Unaona namna gani? Kupitia nini? Kwa hivyo Kristo anapokuja hapa, wanadamu wamuone Mungu katika Kristo, sio? Ila anachokifanya ni zaidi ya hiyo. Ndiposa wale waliokuwa wameumbwa wawe kama Mungu na wao wajue hiyo kazi tatimia namna gani. Ndiposa napotimia kusudi la Mungu la kwanza litimie. Malizia nukuu. All heaven is waiting for channels through which. Anasema mbingu yote inangojea mifereji inayoweza kumimina mafuta matakatifu yaweze kuwa furaha na mbaraka katika mioyo ya wanadamu. Tafuta nukuu hiyo ambayo nimeiweka hapo, utaisoma tukimaliza. Nina swali. Wazee wa makanisa hamjambo? Wainjilisti hamjambo? Wahubiri hamjambo? Tunapokaa kwenye baraza, tunapokaa wapi? Kwenye nini? Unafikiri Mary Magdalena huwa anatamani nini? Anatamani nini? Kusamehewa. Tumesoma wapi hiyo? Nina swali nauliza. Mzee Esau, unapokaa kwa baraza, unafikiri wale ambao wako na makosa kwale kwenye baraza
wanapokuja pale ni nini ambacho wanachokitamani? Umesomea mafungu amekosea mangapi? Hayajui. Anayajua. Kwa hiyo kwa njia yoyote ile ninyi malizeni kesi yenu, ila mwisho wa siku roho na tabia ya Mungu ionekane. Hello? Wale ambao tunahubiri kule nje kwenye mitandao wa kila mahali, unafikiri watu wa dunia kule watafuta nini? Hawajagonga kwenye vichwa. Amegongwa kutoka kwenye, unaona akiwa tunagonga yeye sawa sawa. Tangu saa hizi anagongwa. Unaelewa? Akiwa hapo anaendelea kufinyangwa hapo, kupandikwa kutandikwa. Sio? Tunafikiri watu kwenye mtandao watafuta kutandikwa? Mna. So zaidi ya hayo yote unaoyafanya, yani usiwahi sahau, at the end of the day jiulize, tabia niliyoiwakilisha na roho je, Kristo ameonekana? Hello? Kwa maana nyingine, hekalu inaanza kukupatia fimbo na kunipatia fimbo ya kupima kila matamshi na kila hatua na kila kitu ninachokifanya. Unaelewa vizuri? Kwa hivyo kila mtu aanze kujihoji moyoni kwamba je, tabia yangu imeweza kuwakilisha Mungu duniani au la? Ukipata bado, hiyo sio sababu ya kukata tamaa pia. Unaelewa? No, hiyo sio sababu. Kwanza mwandishi mmoja akasema hivi, shukuru Mungu kuna macho ya kuona ya kwamba umefanya nini? Umepungukiwa. Sio kama mnanielewa? Kwamba shukuru Mungu naona umefanya kitu gani? Umepungukiwa. Kwa maana Laodikia ni kipofu haoni. Kama ukiona wewe unajiona halisi, wewe unaona jinsi ambavyo nikipima nao yafanya, hata kama ni vitu vitakatifu nao vifanya, moyo wangu na tabia yangu sio kama ya Mungu, hiyo sio sababu ya kuvunjika nini? Moyo. Ni kujiuliza swali, Kristo mwana wa Mungu aliishije? Alitimiza namna gani? Mnaposhirikiana pamoja na yeye, ndiposa kusudi la hekalu mwishowe litimie. Point yangu ni gani? Point yangu ni kitu kimoja tu, kwamba hekalu haihusu kitu kingine isipokuwa yote pale yatumike kudhihirisha Kristo alitimiza namna gani, na zaidi ya hapo muhimu wake ni kwamba unisaidie kujua yale ambayo Kristo anakusudia yaonekane ndani ya moyo wangu. Tusoma nukuu hiyo tunapoomba. Mmeipata? Okay, nisome Aaron soma nikitafsiri. Kristo anangojea kwa moyo ulio na tamanio. Anatamani udhihirisho wa yeye mwenyewe katika kanisa lake. Wakati ambapo tabia ya Kristo itakuwa imezalishwa kwa kamilifu kwa watu wake, basi atakuja kuwakili kama wake mwenyewe. Tujue hiyo ndio kitu ambacho Kristo anachokitamani. Na ndio maana akatupatia mfano wa jinsi ambavyo kipengele kile kitatimia katika nini? Maisha yetu. Kwa hivyo kuanzia kesho, Mungu akitupa nafasi, tunaenda kuangalia vipengele vyote vya hekalu, Kristo avitimize, avifulfill, na baada ya hapo tuvitumie kuwatafuta kile ambacho Kristo anatafuta kionekane katika maisha yetu. Na kinapoonekana kusudi lake ni hii, lakini swali tulijibu baada ya hapo, itaonekana aje? Itafanyika aje? Mungu aweze kuwabariki. Kwa hiyo tufungie hapa. Nani ana swali? Nafikiria kamera zinaweza zimiwa hapa. Zimeshatosha kurekodi. Hayo mengine kama ni ya maswali ya darasa.